Na mtazamaji, asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa tunaendelea mbele kuangazia habari za biashara, na tuanzie huko jijini Dodoma ambapo Wizara ya Maliasili na Utalii imeeleza kuwa jitihada zinazotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan za kuhamasisha matumizi ya nishati safi zimeisaidia kuendeleza uhifadhi wa mazingira ambayo ni kivutio kikubwa cha watalii nchini, pamoja na kulinda afya wananchi dhidi ya madhara matumizi ya nishati safi na nishati isiyo safi. Taarifa zaidi na Amani Mbando anatueleza. Kauli ya wizara imetolewa na Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii Danstan Kitandula kwenye banda la wakala wa nishati vijijini REA katika maonesho ya maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma, ambapo ameeleza kuwa jitihada hizo sio tu zimechagiza uhifadhi wa mazingira bali zimelenga kulinda afya za wananchi, kauli ambayo imeungwa mkono na Naibu Waziri Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Deusi Sangu. Sio tu itaokoa maisha ya Watanzania ambao tulikuwa tunawapoteza kutokana na matumizi ya nishati chafu. Wakina mama wamekuwa wakipoteza maisha, lakini kwa initiative hii ya Mheshimiwa Rais inaenda kuponya kwanza maisha ya wananchi, lakini pili inaenda kuponya mazingira yetu. Niwapongeze hasa kwa ubunifu kwa namna ya kumsapoti Mheshimiwa Rais. Muendelee kufanya jambo hili kwa kuwa lina manufaa makubwa kwa taifa letu. Tutakuwa na nchi ambayo ni salama, ambayo kulikiwa na mazingira yaliyotunzwa, hata mambo kama mafuriko na mambo mengine yale ya majanga yanayotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi tutakuwa tumeepuka kwa kiasi kikubwa. Miongoni mwa taasisi zilizoshiriki maonesho hayo ambayo yameenda sambamba na kuwahudumia wananchi ni taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, JKCI. Si lazima kusubiri mpaka upate shida ya moyo au upate dalili za shida ya moyo, kwa sababu katika maonesho haya kwa wale ambao tumewaona tumefanikiwa kujua kwamba kuna watu ambao wanaishi na pressure za juu sana lakini hawana dalili yoyote, ila walipokuja kwetu tukawapima tukagundua wana shida ya pressure kupanda na tayari wameshaanza kupata matatizo ya moyo. Taasisi nyingine ni Chuo cha Mipango na Maendeleo Vijijini IRDP na Bodi ya Huduma za Maktaba Tanzania TLSB, ambayo inatoa wito kwa wananchi kutumia huduma zake, hususan waliopotolewa na vyeti vya elimu ya msingi na sekondari. Pia matokeo hayo unaweza kukuta mtu kapoteza cheti kwa namna moja au namna nyingine. Akienda baraza naambiwa nenda maktaba ya taifa. Akija kwetu lazima tunampatia ile namba, tukishampatia namba anaenda kutoa kwenye gazeti, akishatoa kwenye gazeti anaenda baraza, ndipo anaweza kupata cheti chake. Wanaandaliwa kupitia masomo ya darasani, mafunzo kwa vitendo. Mafunzo kwa vitendo wanayohudhuria na wasaidia pia kujijenga ili kukabiliana na soko la ajira na fursa zilizopo katika jamii. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Jitihada za serikali ya Tanzania kuwekeza katika elimu kwa kutumia mifumo ya tehama zimeanza kuzaa matunda kwa kuvutia wawekezaji kutoka mataifa yaliyoendelea kiteknolojia, akiwemo mshirika mpya kutoka Uingereza. Jamila Omar kutoka Arusha anatueleza zaidi. Ni ushirikiano mpya unaolenga kuimarisha ubora wa elimu ya juu kwa kutumia teknolojia ya kisasa, ambapo chuo kikuu cha Heriot-Watt kutoka Scotland, Uingereza kimeingia mkataba wa ushirikiano rasmi na chuo cha Wasibu Arusha IAA. Mkuu wa chuo cha Wasibu Arusha, Profesa Iliamani Sedoyeka, anasema hatua hiyo inaleta fursa mpya kwa wanafunzi na walimu kunufaika na ubadilishanaji wa maarifa na teknolojia ya kisasa. Katika mashirikiano haya sisi kama chuo tunafaidika kwanza kuweza kupata kuingia katika kutumia miundombinu yao ya kitehama kuweza sisi kufikia dunia. Kwa maana hiyo itatuwezesha sisi kama chuo kuweza kwenda duniani moja kwa moja, kwa maana na sisi kuweza kuweka kozi zetu katika mfumo wa kimataifa na kuweza kufikiwa na watu wengi duniani. Lakini vile vile tunapata vile vile sisi nafasi ya kuweza kutumia miundombinu yao ya kitehama ya kidunia katika kupata maudhui mbalimbali ya kitaaluma. Heriot-Watt University wao wenyewe programu zao ni za online pase, lakini mbali na programu hizo za masters
lakini pia kutakuwa na utaratibu wa kubadilishana wanafunzi, kubadilishana wafanyakazi. Kwa upande wake, naibu mkuu wa chuo msaidizi anayeshughulikia tehama kutoka chuo kikuu cha Heriot-Watt, Dr. Brian Rogers, amepongeza mazingira rafiki ya uwekezaji katika sekta ya elimu nchini Tanzania. Genuinely delighted to be in Tanzania. Tuna furaha ya kweli kuwa nchini Tanzania na kuitambulisha IAA kwa mtandao wetu mpana wa washirika ambao barani Afrika unajumuisha Misri na Uganda. Na sasa Tanzania kuungana nao. Tuna uhakika kabisa wa kushirikiana na IAA kutoa elimu bora kabisa hapa Tanzania. Uwekezaji huu unakuja wakati Tanzania ikitajwa miongoni mwa nchi zinazoongoza Afrika kwa kuwekeza kwenye miundombinu ya tehama. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Na shukran sana Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Pamoja na kuvuka lengo la makusanyo kutoka shilingi bilioni 115 hadi bilioni 117 katika kipindi cha miezi 11, wafanya biashara mkoani Mbeya wamesema wanaweza kulipa kodi zaidi ya hapo ikiwa watawekewa mazingira rafiki ya biashara ambayo yatawezesha kufanya biashara kwa saa 24. Taarifa ya Rose Chapewa anatueleza zaidi. Kimefanyika kikao cha pamoja kati ya viongozi wa wafanyabiashara na viongozi wa TRA, ambapo wafanyabiashara wameeleza mikakati ambayo wanaitumia ya kuhakikisha hakuna mfanyabiashara anayekwepa kulipa kodi. Mbeya tuna uwezo wa kusanya kodi hata mara 2 yote mnachokusanya. Kwa tukishastawishiwa na kuwekewa miundombinu mizuri na biashara zikafanyika masaa 24, tutaendelea kutoa kodi kwa uzalendo kuliko huu mnao. Uhuru mkubwa tunahitaji wa biashara, yani hapa tufanye kazi kuliko muda. Mazingira mazuri yatengenezwe ili tukifanya kazi masaa 24 tutakusanya zaidi kodi. Tunataka tuifanye Mbeya iwe kama Dubai. Chukua takwimu zote za wafanyabiashara zote, na tumefanya hivyo ili kuondoa usumbufu kwamba eneo letu asionekane mlipa kodi hayupo. Tumelifanya zoezi hilo kwa kulipa kodi vizuri kila chumba. Mkurugenzi wa elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano Richard Kayombo amefanya kikao cha pamoja na uongozi wa wafanyabiashara akimwakilisha kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusufu Mwenda, na kutoa ujumbe wa kamishna mkuu ambao ni kuwapongeza wafanyabiashara kwa kuendelea kulipa kodi kwa hiari, na akawataka kueleza changamoto walizonazo ili zitatuliwe pamoja na kutoa mapendekezo yao. Na ni wataarifu tu kwamba kwa sasa hivi TRA inakusanya 70% ya mapato yanayoendesha nchi. Muone jinsi ambavyo uwezo wenu wa kuendesha nchi ni mkubwa sana. Naomba tuendelee na moyo huo wa kushirikiana, tunatoa changamoto kwa pamoja. Kwa kipindi cha miezi 11 tulitakiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 115 kama mkoa wa Mbeya. Lakini kwa ushirikiano wenu na kwa usikivu wenu tumeweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 117. Nichukue hatua hii kuwapongeza na niwaombe tu muendelee na moyo huo. Kutoka mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Na mtazamaji, na taarifa hiyo kutoka huko Mbeya ndio inatutamatisha upande wa habari za biashara. Muda mfupi ujao, Winga Tellers au Witness Ngalawa atakuja hapa kutupasha katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.